ni lipi katika mawili lililokuwa bora katika hija? Ayyuhuma, ni lipi katika mawili afdalu lililokuwa bora fil haji katika hija? Kati ya rukubi au al-mashi? Kati ya kuhiji hali ya kuwa umepanda kipando. Kuna wengine wanahiji pale wakiwa kwenye kipando vyao, nazunguruka kutufu, anatufu na nini na mnyama wake, tuko pamoja. Sasa ile kuhiji hali ya kuwa uko kwenye kipando au unatufu ukiwa unatembea kwa miguu, ipi bora? Maana zote za kubaliwa, lakini bora ipi? Qala al-Hafidh fi al-Fath, amesema Hafidh katika Fathul Bari bin Hajar, hiyo bila shaka. Qala Ibn al-Mundhir, amesema Ibn al-Mundhir, ikhtalafa fi ar-rukubi wal-mashi, wametofautiana kuhusiana na kupanda kipando mnyama yani au kipando, wal-mashi la kutembea kwa miguu, lilhaji kwa haji, ayyuhuma afdalu, lipi liliyokuwa bora? Wamehitalifiana, wengine wasema hili bora, wengine wasema lingine. Qala al-jamhur, jamhuri wao wanasema ar-rukubu afdal, kuhiji hali ya kuwa umepanda kipando ni bora zaidi. Kwa nini? Hoja zao wakasema li fi'li nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alihiji hivyo na yeye. Lakini pia walikaunihi awana ala duai, na vile vile ni kwa sababu ya kuwa kufanya hivyo awana kuna msaidia mtu ala duai, kuweza kuomba dua vizuri, wal ibtihali, na kuleta adhkari. Tofauti ukitembea kwa miguu na toti ile shekhe, za nyingine punzi, si ndio? Za nyingine hata hiyo dua huombe uzuri kwa sababu ya punzi, huku una hema na hivi na hivi. Wakasema hizi sababu hizi, wao wakaona kwamba kuhiji ukiwa umepanda mnyama ni bora zaidi. Tupo jamani? Wal ibtihal, na kuleta adhkar. Lakini si hilo tu, wakasema walima fihi min almanfaa, na pia kutokana na yaliyomo katika kitendo cha kupanda mnyama ukazunguruka na kipando, kuna manufaa ndani yake. Manufaa ndio maana huchoki tayari. Hawa wamesema hivyo jambo. Lakini wakala Ishaq bin Rahawayhi, Imamu Ishaq bin Rahawayhi akasema almashi afdal, kutembea kwa miguu ndio bora. Kwa nini? Ni akasema lima fihi min at-ta'bi. Wale wanasema kutembea kwa mnyama kwa kipando ni bora kwa sababu hupati shida. Ishaq anasema kutembea ndio bora kwa sababu ndani yake kuna kupata shida. Kwa ina maana kila ukipata shida, ina maana ujira unakuwa kuliko unafanya kiulaini hivi. Mina ta'bi. Wa yahtamilu an yuqala, na inawezekana pia ikasemwa hivi kwamba ubora yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwali. Na hii kauli kweli ni sahihi zaidi, kwa sababu itakuwa kama ni kauli ambayo inafanya jami' suluhu. Inaweza kusema kwamba ubora yakhtalifu, utatofautiana bi ikhtilafi al-ahwali, kwa mujibu wa hali wal ashkhasi, na watu wenyewe. Kwa maana ikiwa hali unaweza ukatufu kwa miguu hali ya kuwa huchoki, hupati shida, tuko pamoja na pengine wewe mwenyewe unayetufu kwa miguu uko vizuri, basi bora kutufu kwa miguu kwa mujibu wa hali na mtu mwenyewe. Lakini ikiwa mtu wenyewe shekhe keshakuwa pressure nyingi, jitu zima hawatakija kimi pressure mengi kiasi ambacho akipiga hatua 2-3 punzi njia 4, huyu bora hiji kwa kupanda mnyama. Kwa sababu gani? Kule Allah kasema yuridu bikumul yusra. Ile aya si kwamba inazungumzia funga tu, Allah akutakieni wepesi na hataki uzito kweli. Kwa hiyo ina maana wepesi wake kwa mujibu wa hali na mtu mwenyewe. Warawa al-Bukhari, na amepokea hadithi Imam Bukhari an Anasi, kutoka kwa Anasi radhiyallahu anhu, Allah mridhie,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume rehma na amani juu yake, raa shaykhan, alimuona mtu mzima, yuhada, anaongozwa, baina ibnaihi, katikati ya watoto wake wawili, mmoja kakaa huku mwingine kakaa huku, wamemshika mzee wao wanamhijisha. Tuko pamoja? Kwa maana alikuwa anahiji kwa nini huyo? Baina ibnaihi. Faqala, tume akauliza akasema, ma balu hadha, kuna habari gani kwa huyu mzee? Qalu, akasema, nadhara, huyu bwana aliyeka nadhiri, ayamshia, aliyeka nadhiri kwamba ye atahiji tena kwa miguu. Kwa hiyo ndio maana inabidi ashikwe, lazima atimize nadhiri yake ya kutembea kwa miguu. Qala, mtume akasema, inna Allaha, hakika Allah azza, mwenye nguvu wa jalla, aliyetukuka, an ta'dhibi hadha, kuhusiana na kumuadhibu huyu nafsihi mwenyewe, au kuiadhibu huyu nafsi yake, la ghaniu, Allah ni mkwasi, hahitaji kumuadhibu huyu. Kwa maana kile anachokifanya ajiadhibu, Allah hataki kumuadhibu. Kwamba yeye ni mtu mzima, kwenda hawezi, kashikiliwa kuna huko, lakini mradi ndo ndiye kanadhiri mie, Allah hayuko radhi na kumuadhibu huyo. Sawa. Wa amarahu an yarkaba, akamwamrisha ahiji hali ya kuwa kapanda mnyama. Kwa hiyo yote yaonyesha kwamba yategemea na nini? Hali. Kwa maana kwa hali yake yule, Mtume alisema hata kama umeweka nadhiri kwamba utahiji kwa kutembea, wewe itabidi upande tu mnyama. At-takassubi wal makari fi al-hajj. At-takassubi, kutafuta kipato, wal makari, na kukodisha fil haji, katika hija. Ndio yote kutafuta kipato. Aidha unatafuta kipato kwa kufanya biashara, unauza, au pengine una vitu vyako wakodisha. Al-makari, kukodisha. Pengine ndio umekwenda na vipando vyako pale, umekwenda na gari zako, sijui vile vya kubebea hao wanaotaka kuhiji. Kwa nini? Kwa vipando. Basi pale upo unakodisha. Kaja mtu, bwana mimi siwezi kuhiji, nataka nipande kipando, basi bwana kiasi fulani nakodisha. Na wewe uko kwenye hija. Tena wewe wala pia wahiji na wewe. Vipi? Au umechukua biashara huko unahiji, kuna wakati wewe unaupata eti. Sio kwamba tena siku zote wewe, muda wote wewe kwenye hija tu, hakuna muda wa kupumzika. Ule muda ambao hakuna matendo, wewe unakwenda zako kufanya biashara yako. Vipi ili jambo? At-takassubi wal makari. Maana huko mitaani tutoa fatwa, yule bwana alikwenda kufanya biashara, hakwenda kuhiji yule. Na ukichukua biashara bora ukaenda kufanya nini? Biashara. Kama na haramu. Si hivi tutaona. Anasema la basa, bwana wewe, hakuna dhambi lilhaji, kwa haji, an yutajira, kufanya biashara, hakuna dhambi. Wa yuajira, na kukodisha vitu. Wa yatakassabu, na kutafuta kipato, hakuna dhambi. Tena hakuna dhambi wa huwa yuaddi a'mala alhaji, wakati yeye atekeleza matendo ya hija wal umra, na umra, huku anahiji huku anafanya umra, basi pia anaweza kutafuta na kipato. Qala Ibn Abbas, ushahidi wa hayo amesema Ibn Abbas, inna nasa fi awwal alhaji, hakika watu mwanzoni huko wa hija kufaradhishwa, kanu, walikuwa yatabaayuna, walikuwa wakiuziana, bimina, kule Mina kule wanafanya biashara na uziana, wa Arafa, na Arafa kule kuna biashara wanafanyana, wasuki dhil majazi, na kwenye soko la dhil majazi wakifanya biashara kote huku wako kwenye hija, wa mawasimil haji, na misimu ya hija wanafanya biashara. Sasa fakhafu al-bay', wakafanya hofu kule kufanya biashara, wa hum hurumu, hali ya kuwa wameshahirimia hija. Wakaona lakini kufanya hija, kufanya biashara hali ya kuwa ushahirimia hija, wakawa wanaona kama ni hofu, wakapata hofu kwamba itakuwa haifai. Wakaulizia kwa maana hiyo, fa anzala Allahu ta'ala, Allah akateremsha aya mtukufu isemayo, laisa alaikum junahun,
wa tarmi al-jimar, hujarembea jamarati wewe? Qala, akasema qultu, nikamwambia bala. Kwa nini? Yote nimefanya hayo, lakini wanaambia sina hija. Qala, akasema fa inna laka hajja, basi unayo hija. Jaa rajulun, akamwambia unayo. Kwa sababu gani nakwambia unayo? Kwa sababu jaa rajulun, alikuja kijana mmoja ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume, fasaalahu, akamuuliza mtume, amithli ma saaltani, kama swali uliloniuliza mimi. Kaja kuuliza hivyo hivyo, na alikuwa anafanya biashara, watu wakamwambia haifai na hivi na hivi, huna hija. Akaenda akamuuliza mtume, mimi nipo. Fasakata anhu, mtume alipoulizwa alinyamaza, hakuwa na jibu la kutoa. Hatta nazalat hadhihi alaya, mpaka ikashuka aya hii, laisa alaikum junahun, hakuna juu yenu dhambi, antabtaghu fadla min rabbikum, utafuta riski za Mola wenu au vipato. Kwa inaonekana kwamba imekubalika Iliposhuka aya hiyo, fa arsala ilaihi, mtume akamtumia ujumbe yule kijana aliyeuliza, mwiteni. Akaitwa. Alipokuja, wakara alaihi hadhihi alaya, akamsomea aya hii, wakala, na akamwambia laka hajju, unayo hija. Hadithi rawahu Abu Daudi wa Sa'id bin Mansur. Wakala al-Hafidh al-Mundhiri, na amesema Hafidh al-Mundhiri, mwanachuoni huyo Abu Umama ambaye ni baba Umama, anasema la yu'rafu ismuhu, anasema huyu Abu Umama jina lake halifahamiki, ndio kaitwa baba yake Umama. Haya, baba yake Umama huyo aitwaje? Sema jina lake halifahamiki. Kwa maana kama halifahamiki kiulumu hadithi, na maana kuna rawi majhul au sio? Lakini Abu Umama si sahaba. Kama ni sahaba, sisi Ahlusunna Jamaa, kutokufahamika jina si tatizo kwetu, kwa sababu sisi katika ulumul hadithi tunapotafuta uadilifu wa mtu hatutafuti kwa masahaba. Masahaba si kwetu, wote ni udul. Tuko pamoja Ule uadilifu kwamba huyu ni adil tuanza huku chini, si kwa masahaba. Masahaba wote ni udul kwa sisi Ahlusunna Jamaa. Wengine kina Mashia, masahaba karibu wengi walikufuru. Huo ndo msimamo wao huo, au hatuwatizame sisi. Kwa anasema Abu Umama jina lake alifahamika. Wa Ibn Abbas, na kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, anna rajulan saalahu, hakika kijana mmoja alimuuliza, yani aliulizwa Ibn Abbas. Fakala, akasema hivi, aujaru nafsi min haulai alqaumi, je, naweza nikakodisha mimi nafsi yangu min haulai alqaumi, kwa watu hawa, halafa ansaku maahu, nikafanya ibada pamoja nao, almanasiki, ibada za hija, ali ya ajru, na nitapata ujira nikifanya hivyo? Kala Ibn Abbas akasema naam, ndio napata. Ulaika lahum nasibun, akamsomea aya semayo ulaika lahum nasibun, wao watapata fungu lao, mimma kasabu, kutokana na kuchuma, wallahu sariul hisabi, na Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Hadithi rawahu al-Baihaqi wa Daraqutni, imepokewa na Baihaqi na Imam Daraqutni. Inshallah, wallahu ta'ala, tufike hapa. Kama kuna swali tuulize. Nasema hivi kwamba hija, wapo watu wanakwenda kila mwaka, na wapo watu hawendi kila mwaka. Kwa hiyo hata masahaba wapo walikuwa hija kila mwaka, na hija toka ilipofaradhishwa, basi wapo kwa hija kila mwaka. Lakini tunasema kama hija ni mara moja, zile nyingine ni sunna kwa. Lakini wapo ambao hawakwenda kuhiji kila mwaka, hata akiwemo mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Tupo hajaenda vya kila mwaka kaenda hija. Kuna miaka mingine sasa alikuwa yeye kaenda hija ya mwisho mwaka wa 9 anakwenda kuhiji. Kule nyuma kote alikuwa akifanya nini? Kama kenda ni umra, na hizo umra hajaenda miaka yote. Nafikiri hata kuna kile kisa tukamshauri kusoma hapa, sio shauri kupita au kishamshauri kusikia. Kuna muda Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa ukaimu na Abu Bakar Siddiq akahiji watu. Nakumbuka kwa maana hajaenda huku nyuma, ukaja ujumbe wakapewa makafiri wa baraa tu ile, akamtoa Sayyidina Ali
kaambia fuata ule msafara, ufuatilie ukapeleke ujumbe. Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu alipomuona Ali kaenda akamuuliza, je, tumekabadilisha uongozi kwamba umelitoa kiongozi au vipi? Akamwambia hapana, mimi sitatoka, mimi nimeletwa na ujumbe, wewe uongozi wako uko pale pale. Kwa hiyo kuonyesha kwamba si kwamba kesha kwenda siku zote. Elewana na masahaba wengi tu, hata nani Sayyidina Uthman ibn Affan kwa mfano, siku alipouliwa ni musimu wa hija, yeye hakwenda hija na ndio amiri al-mu'minin. Tupo hakwenda, akaja kuuliwa nyumbani kwake kwenye ikulu yake. Lakini kwa ni msimu wa hija, watu wameenda hija, kwa maana kampa mtu naenda kawaongozi wao. Kwa hiyo kwenda siku zote na kutokwenda siku zote, hii ipo kwa mtu mwenyewe. Una uwezo wa kwenda siku zote, sawa bwana, nenda. Lakini hata wale walioko pale wenyewe, si ndio pengine hata na ule daladala hatoi, basi hawa wapo walikuwa hawaiji kila siku. Hata akienda basi pengine kaenda kwa sababu msimu wa kufanya nini? Biashara. Kama vile watu wanakwenda kwenye sikukuu. Kuna wengine hawana hata sikukuu eti, lakini kwa sababu ana machungwa yake yeye ndio akimenya kule, basi hakosi siku zote yuko. Wallahu a'lam. Ndio tushapita hapa shekhe. Ile hata halina swali tena hiyo. Tumepita hapa kwamba hakuna kukopa kwenye nini? Hija. Wala haikutolewa hapa nini ile unasema istifsali labda isipokuwa labda hakuna kukopa kwenda hija. Tupo sasa kuna mambo kwa nini watu wafanya, basi kufanya watu sio sababu iwe kwamba labda ndio ushahidi wa kwamba jambo lafaa. Maana ikiwa watu wafanya liwe lafaa, hata kuzini itakuja kuwa halali, maana watu wafanya, au sio shehe? Tena wengine maustadhi na mashekhe sema bwana, basi watu wanafanya. Kwa hiyo kufanya na kutokufanya si ushahidi wa jambo kufaa. Wewe litizame jambo kwenye vitabu, je, limekubalika? Sawa, halijakubalika? Kwa sababu gani? Najua liko wazi kwamba hija imewajibika kwa mtu mwenye nini. Sasa huyu hana, unaposema na kukopesha ndo bado yule uwezo hana, bora mwambie na kugaia. Tumwambie na kugaia maana ndio huja ndo keshapata uwezo. Lakini kumkopesha maana bado uwezo hana, maana ana deni huyo aje alipe. Na kuna uwezekano asije akaja akalilipa hilo deni. Kwa ufupi hakuna kukopa bwana. Danga mwenyewe mpaka zifike. Ule Dar es Salaam kuna mama mmoja alikuwa na kama Nyamara, siku yule alikwenda hija kwa kupika vitumbua. Kazi yake apika vitumbua, lakini siku alikaa miaka mingapi akawa anakusanya mwenye kaeka, yani alijipinda kwamba mimi lazima nikanyage hija. Alitimiza malengo yake, lakini siku kwa miaka mingapi. Kwa hiyo danga lakini usikope. Wallahu a'lam. Na shehe, hilo linaweza likakubalika kwa sababu nafsi mbili tofauti. Sawa hawezi kupiga mwenyewe jiwe moja ndege wawili. Japo kama tumeona kuna wengine wamekubali, jamhuri wamekubali kwamba hata mwenyewe akipiga moja zote zishadondoka. Lakini tukija kwenye ile kauli ya wale waliokataa kwamba ni lazima ahiji moja baada ya nyingine, basi itakuwa zimehijiwa moja baada ya nyingine, akitafuta mtu akamlipa. Iko yule mtu tu masharti katimiza kwamba yeye kishafanyaje, sio sairura, yeye ni mtu ambaye kishafanyaje katimiza masharti, basi inawezekana. Wallahu a'lam. Lakini hawezi kuswali sala mbili wakati, kwa mfano yeye mwenyewe hawezi kufanya ibada moja wakati mmoja, kwa sababu zile ibada zimegawika. Kuna ibada mudayyiq na ibada muwassa. Kuna ibada ni mudayyiq na ibada muwassa. Yani kuna ibada ambayo muda wake ni mdogo sana, haitoshelezi kuingia ibada nyingine kama ile. Miongoni mwa hiyo ni hija. Maana ule muda siku ikishamaliza usema sasa
mimi mtaanza kuhiji hapa mimi au vipi? Ile siku ikiisha yuko nahar huwezi ku. Kwa hiyo hija inaingia ndani ya zile siku mbili kuanzia tarehe 8 mpaka 10, na matendo tena kuna jamarati vile vingine, lakini ni siku zile. Kwa hiyo hakuna nafasi kwamba labda ngoja basi ni hiji kwanza ile halafu muda utabakuwa bado upo, kama vile ukiswalia dhuhuri kwa mfano, unaweza ukaswalia dhuhuri muda ukabakia ukaswali tena na nyingine na nyingine na nyingine, muda bado upo watosha. Ile ni muwasaa wakati wake. Sasa ziko ibada ni mughayak, miongoni mwa hizo ni hija, funga ni mughayak. Kwa ina maana yeye kama hawezi kuitekeleza ile hija mbili kwa wakati mmoja, lakini ikiwezekana kwamba kaweza kumunini mtu, basi inaweza ikawezekana, ila si vizuri kwa sababu yeye mwenyewe anaweza. Na kumhijia mtu iwe mtu mwenyewe vipi hawezi, huyu aweza. Tutafahamiana? Huyu yeye anafanyaje? Aweza, sio shaykhuha, sio mgonjwa au sio. Kwa hiyo vizuri zaidi asubiri mwaka mwingine kuliko kumpa mtu. Wallahu a'lam. Na sawa sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atakafanya kwa kuzingatia nini? Mazingira. Ndio ile kwamba jamani, fatwa hizi zinategemea na nini? Na mazingira. Tena wewe utakaye kwenda gusa, unawezekana saa nyingine shekhe ukakosa ujira kabisa. Tuko pamoja? Kivipi? Kwamba sawa Mtume sallama alikuwa kafanya yote mawili, kwenda akabusu lile hajari yenyewe, sawa, kafanya kuligusa kwa mkono tu halafu akabusu mkono, kafanya pia kuashiria tu kwa mkono halafu akabusu, yote kafanya. Hii yote kutuonyeshea sisi tawasu kwamba ni jambo linawasa kwa kutegemea mazingira. Mtume kashajua kwamba ikiwa mazingira yatakuruhusu wewe kwenda ukainama pale ukafanyaje? Ukabusu, basi kabusu. Lakini shekhe kwenye hija, mimi sijenda, lakini na bila shaka naye hujenda, lakini utaona uende pale ukainame kweli? Si ndio sasa na ng'ombe unajiinamisha chinjioni uchinjwe? Ni vitu ambavyo utakuwa kama unajiingiza wewe ile tahaduka. Kutokana na ile watu walivyokuwa wengi huwezi kufika. Asa ukalazimisha lazima nende utasukuma watu. Sasa utakuja angusha watu, utakao kufanya kitu kizuri. Unaweza ukapata dhambi kabisa. Tuko shekwana. Kwa ina pale usije ukasema bwana bora kwenda kubusu. Bora kuashiria huko kuliko kwenda pale mkaanza kusukumana, kanyaga huyu, sukuma huyu, eti lazima nkabusu kwa sababu ni bora zaidi. Itategemea na hali na mazingira yale. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa 'allimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.